Hello, siku ya pili ya mwaka 2026 ni siku ambayo imekuwa ni tulivu sana, na mimi nimetafuta eneo la utulivu kwa ajili ya utulivu wa mwaka 2026. Nimesahau kukuambia naitwa nani. Naitwa Flowin Vitus, mhenga wa kusini, ambaye kwa siku ya leo, moja ya vitu ambavyo nimeviona kwenye mitandao ni memes nyingi sana kwa ajili ya mwaka 2026. Nimepitia mitandao mingi tangu jana, ikiwa ni siku ya kwanza. Leo ni siku ya pili ya mwaka 2026. Nimeona memes nyingi sana. Wengine wanasema mwaka umeanza vizuri, wengine wanasema mwaka ni kama anaujua, wengine wanauita mwaka used, wakitumia memes nyingi, picha kadhalika. Kwa siku ya leo, ambacho kimenileta mbele ya wewe mtazamaji wangu wa Flow Updates ni kwamba moja ya memes ambayo imekuwa ikitumika sana kwenye mitandao ya kijamii ni memes inayomhusu nguli wa siasa za Afrika ya Kusini, ambaye kwa siku ya leo nimebeba kitabu kinachozungumza huyu mwamba kutoka Afrika ya Kusini. Tukizungumza Afrika ya Kusini, wengi watamtambua sana Nelson Mandela, ambaye alikaa gerezani kwa takriban miaka 20. Alitoka akaendelea na mapambano dhidi ya uhuru wa Afrika ya Kusini pamoja na maslahi ya nchi ya Afrika ya Kusini. Lakini wapo wengine ambao walifuata baada ya Nelson Mandela, ambaye nimekuletea kwa siku ya leo, ambaye kwa kiasi kikubwa nimeona akitumika sana kwenye memes. Mimi nikasema nifuatilie nini kipo nyuma ya huyu ambaye tunamuona. Pichani ni Jacob Zuma, ambaye yeye aliwahi kuwa rais wa Afrika ya Kusini mwaka 2009, akichukua nafasi kutoka chama cha African National Congress. Na kurudisha nyuma kidogo, Jacob Zuma yeye alizaliwa mwaka 1942, ambapo alizaliwa katika familia ya kimaskini na kukua katika familia ya kimaskini. Baada ya hapo, akiwa na umri wa miaka 21, aliingia na kujihusisha katika siasa kwa kiasi fulani. Alijihusishaje katika siasa? Jacob Zuma yeye mwaka 1950 mpaka mwaka 1960 alijiunga na shule ya ANC ambayo ilifundisha zaidi uzalendo, ilifundisha zaidi uwanachama wa ANC. ANC ni chama tawala cha Afrika ya Kusini ambacho kinafahamika kama African National Congress, ambacho nilikutajia hapo awali. African National Congress ilimlea Jacob Zuma tangu alipokuwa mchanga katika shule yake ya msingi na sekondari. Baadaye akaja kujiunga na tawi la jeshi ambalo ANC inaliongoza tawi hilo, na baada ya hapo mwaka 2007 Jacob Zuma alichaguliwa na ANC, aliaminiwa na kuchukua nafasi ya uongozi katika chama cha ANC akiwa kama rais wa chama cha ANC. Mwaka 2007 akiwa kama rais, alikuwa na wasaidizi wake ambao wengi walikuwa wakimsapoti, lakini kwenye mazuri huwa kunakuwa na mabaya. Penye sapoti huwa panakuwa na wapinzani, yani opposing side, lazima wawepo watu wa proposing side. Sasa waliokuwa wakimuunga walikuwepo pia waliokuwa wakipinga sera za Jacob Zuma. Sasa ni mengi sana, wacha niyaeleze kwa siku ya leo.
Mengi ambayo nimekuletea kwa siku ya leo yanayomhusu Jacob Zuma akiwa kama rais wa ANC ni kuhusiana na namna ya uongozi wake na kwa nini anatumika sana kwenye memes na kwa nini Gen Z wanamtumia sana Jacob Zuma akiwa kama mmoja kati ya watu ambao walikuwa wacheshi, walikuwa pia interactive, yani yeye maisha yake hakuyataka kuyaweka ya kifahari sana. Aliweka maisha yake katika hali ya usawa, aliyaweka maisha yake katika hali ambayo ni sawa na watu wengine. Hakutaka kuweka maisha yake kwenye hali ya ufahari. Alionekana sana kupenda burudani, kupenda kujihusisha na matukio ya kijamii ikiwamo harusi na matukio mengine. Na moja ya kitu ambacho kilisisimua sana kwenye uongozi wa huyu Jacob Zuma ni siku ambapo akiwa anahutubia aliimba wimbo aliokuwa akiupendelea sana Nelson Mandela ambao ulikuwa unahusiana na mambo ya ukombozi. Jacob Zuma akiwa Botswana wanafahamika sana kwa mziki wa makirikiri. Alitembelea Botswana, kule alishirikiana na Wabotswana ambao waliokuja kusherehesha tamasha lile kwa mziki wa makirikiri. Yeye alikuwa akionekana mbele naye kucheza mziki wa makirikiri, ambapo ilifanyika katika jiji la Durban nchini Botswana. Jacob Zuma ambaye pia mwaka 2007 akiwa kama kiongozi wa ANC, mwaka 2009 akiwa na wasaidizi wake akiwamo Julius Malema pamoja na watu waliokuwa wakimpinga kutoka chama cha ANC akiwamo Thabo Mbeki ambaye alichukua nafasi ya kuwa rais Afrika ya Kusini baada ya Nelson Mandela. Sasa Thabo Mbeki ni nani kwa undani zaidi? Twende sawa. Mwaka 2007 mpaka 2009 ambapo huyu Jacob Zuma alikuwa ni rais wa African National Congress ANC. Thabo Mbeki alikuwa ni rais wa Afrika ya Kusini akipokea madaraka kutoka kwake Nelson Mandela. Thabo Mbeki alikuwa ni mmoja kati ya wanachama wa ANC ambapo Jacob Zuma alikuwa ni rais wa chama kwa ujumla. Thabo Mbeki yeye alionekana kupingana sana na sera za Jacob Zuma kama kiongozi ambazo zilihusisha utaifishwaji wa baadhi ya makampuni ambayo yalionyesha kukatishwa tamaa na sera za ANC. Mwaka 2009 ambapo Jacob Zuma aliingia kuchukua nafasi kama rais akimpokea nafasi ya Thabo Mbeki, bado kulionekana kuna upinzani mkali katika chama cha ANC Afrika ya Kusini. Baada ya hapo ukatokea mgawanyiko na mkanganyiko mpaka kwa watu wake wa karibu sana akiwamo Julius Malema ambaye alimpeleka mahakamani Jacob Zuma na kuonekana wakijibizana sana kwenye 1 na 2 wakati kesi ikijibiwa. Honorable Speaker, I don't know whether members want to play politics. Firstly, people every day say something about President Zuma in this country. Should I stand every day, take everybody to court? You say a lot of things about me. Should I do so? If I were you to can do take so, me to court. You can, no, nami ngiyakhuluma. He's answering this is you, not your house. Ngathi ngiyakhuluma ngathi usendleni yakho. This is not your house. Malema. This is Parliament. Ngisakhuluma mo. Honorable Malema. Rakhuluma Point of order. Honorable Malema. Jacob Zuma alionekana ni kama kiongozi ambaye alipenda kurahisisha mambo magumu kuwa rahisi. Kwa namna gani? Wakati anakabiliwa na tuhuma za ufisadi, anakabiliwa na tuhuma za ubinafsi wa mali za umma, pamoja na familia yake,
aliichukua kama kauli ambayo inazungumzwa na watu ambao wanampinga na wanapinga siasa zake. Kwa namna gani? Moja ya kauli ambayo aliwahi kusema ni kwamba I'm the human being before anything else. Mimi ni binadamu kabla ya kitu kingine chochote. Kwa hiyo alitaka watu watambue kwamba yeye ni binadamu na anakosea kama ambavyo watu wengine wanakosea. Hakuna aliyekamilika. Kwa hiyo kabla ya kitu chochote, mimi ni binadamu, kama ambavyo wanaozungumza kuhusiana na mabaya yake wanazungumza wao ni binadamu kama ambavyo yeye yuko. Thabo Mbeki na Julius Malema baada ya mwaka 2009, mwaka 2012 ni mwaka ambao Jacob Zuma amehudumu kwenye nafasi ya uraisi kwa mwaka wa 3. Akiwa kwenye nafasi ya uraisi kwa mwaka wa 3, Jacob Zuma alikutana na upinzani kutoka kwa watu wake wa karibu ambao waliongeza wafuasi kutoka kwake. Thabo Mbeki ambaye alikuwa mpinzani tangu Jacob Zuma alipokuwa rais wa ANC. Mwaka 2012 ndio mwaka ambao ANC iligawanyika na vikapatikana vyama kama chama cha Economic Freedom Fighters ambacho kiliongozwa na Julius Malema ambaye mwanzo alikuwa ni mtu wa karibu na mfuasi wa Jacob Zuma. Julius Malema aliachana na chama cha ANC baada ya kupingana na sera za Jacob Zuma, ambapo mwaka 2014 upinzani wa Jacob Zuma ulisambaa sana Afrika ya Kusini. Ilifikia hatua mpaka kuwafikia wananchi ambao waliingia barabarani kudai haki ambazo wanahisi wananyimwa kutoka kwake Jacob Zuma na uongozi wa juu wa Afrika ya Kusini. Mwaka 2012 Jacob Zuma akiwa kama rais. Mwaka 2013 na miaka mingine iliongezeka mbele, Jacob Zuma aliendelea kuwa rais akikabiliana na tuhuma za ufisadi, akikabiliwa na tuhuma za ubinafsi. Bado aliendelea kuikwepa hiyo mishale, ambapo baada ya yeye kuwa rais, ANC ilikuwa chini ya rais ambaye anachukua nafasi kwa sasa, Cyril Ramaphosa, akiongoza kama rais wa ANC. Cyril Ramaphosa kwa sasa ni rais wa Afrika ya Kusini ambaye amepokea madaraka kutoka kwake Jacob Zuma. 2017 ni mwaka ambao Jacob Zuma zilianza harakati za yeye kujihuzuru kutoka kwenye chama chake cha ANC, ambapo uongozi wa juu wa ANC ulitajwa kama moja ya sababu ya Jacob Zuma kujihuzuru uraisi Afrika ya Kusini. Baada ya hapo alipelekewa kama ombi la kujihuzuru. Chama pia kilitengeneza plan B ya Jacob Zuma kujihuzuru, kikapiga kura za yeye kujihuzuru ambazo zilipitishwa na uongozi wa ANC. Baada ya hapo 2018 Jacob Zuma alijihuzuru uongozi Afrika ya Kusini kama rais. Bado tunaendelea kumjua zaidi Jacob Zuma. Endelea na sisi.
Mwaka ambao mimi nimeutenga kwa ajili ya kukuletea yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Nimeanza na Jacob Zuma kwa siku ya leo. Endelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. Kwa siku ya leo, Mhenga wa Kusini, Flowin Vitus, sina la ziada. Nimekuletea kwa nini memes zilikuwa zikimtaja Jacob Zuma. Alionekana kiongozi alikuwa anapenda sana vijana, anapenda sana kuungana na wananchi wake na kufanya maisha yake kuwa ya kawaida sana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kawaida na ni mwaka ambao malengo yangu mimi na ya kwako mtazamaji yanaenda kutimia.